Ni saa 4 kamili asubuhi, jua likianza kuchomoza taratibu katika anga la Mikumi, likimwaga miale yake dhahabu juu ya ardhi hii yenye historia na umaarufu mkubwa. Ardhi ya Mikumi ambayo kwa miaka na mikaka imekuwa ikitajwa kwa vivutio vyake vya asili, mahali ambapo macho ya wageni yamezoea kushuhudia fahari za wanyama kama vile tembo wakitembea kwa utulivu, simba wakitawala pori na mandhari ya kuvutia ndani ya hifadhi maarufu ya Mikumi. Lakini siku hii haikuwa siku ya kawaida. Mikumi ilikuwa na kivutio kingine tofauti, kivutio kisichokuwa na manyoya, kisichokuwa na miguu minne, bali kilichobeba ujumbe, elimu na mwanga wa dini. Alikuwa ni mwamba wa miambani, dai wa kimataifa, Sheikh Nuruddin Kishki, aliyekuwa ameifikia ardhi ya Mikumi kwa ajili ya safari fupi ya dawa. Barabara za Mikumi zikageuka kuwa uwanja wa mapokezi na shangwe, mikono ikapungwa hewani, tabasamu zikasambaa usoni na sauti za furaha zikasikika kila kona kumwashiria Sheikh Nuruddin Kishki amewasili katika ardhi ya Mikumi. Watu kutoka maeneo mbalimbali walianza kumiminika, na hapo ndipo Mikumi ikabadilika sura. Kutoka kuwa kivutio cha wanyamapori ikawa kivutio cha maneno yenye hekima, mawaidha yenye kugusa nyoyo na ujumbe wa kuwakumbusha wanaadamu kuhusu uhusiano wao na muumba wao. Wanawachuoni wanasema miongoni mwa sababu zitakazoleta riziki kwa wingi kushika ibada ya swala. Sheikh Nuruddin Kishki aliwasili, ilikuwa ni Ijumaa ya tarehe 31 Julai 2026, na moja kwa moja akaelekea msikitini katika msikiti mkubwa wa Ijumaa wa Mikumi kwa ajili ya mapokezi maalum. Haikuwa muda wa hutuba bado, lakini ilikuwa ni salamu, dua na kukutana wenyeji waliokuwa wamemsubiri kwa hamu na hamu. Baada ya kukutana nao, Sheikh akanena haya machache: nimefurahi kuwaona, nimefurahi kuhudhuria katika mji wenu kwa mara ya kwanza. Na hapo safari ya kwanza Mikumi ikaendelea kusubiri kilele chake. Majira ya saa 6 mchana, mwamba kati ya nanga katika msikiti mkubwa wa Ijumaa Mikumi, tayari kwa hutuba, huku nyumba ya Mwenyezi Mungu siku hiyo ikaanza kujaza watu kwa wingi. Msikiti ukawa mdogo kwa idadi ya waumini waliokuja kusikiliza hutuba ya shekhe. Mada ilikuwa nzito, iliyogusa mwisho wa safari ya mwanadamu, umauti. Umauti ukishawadia haumjui mtu yeyote, bali umauti unakuja kumfyeka na kumbeba mazima mmoja wetu na kumpeleka kwa Allah jalla fi ula. Baada ya swala ya Ijumaa, shehe alipumzika kwa muda, lakini jioni baada ya al-asr safari ya elimu ikaendelea. Muhadhara wake wa wazi akaufanya mahali ambapo Waislamu na wasio Waislamu walikutana kusikiliza ujumbe wa amani, maadili na kujenga jamii. Sheikh Kishki akalitumia jukwaa hilo kwa ustadi wake mkubwa, akachanganya ilmu, mifano ya maisha na ujumbe uliowavuta watu. Katika mambo manne yatakayowapeleka watu wengi motoni, jambo la kwanza, ibada ya swala. Watu wa peponi watawauliza watu wa motoni, bwana we, leo imekuwaje muko motoni? Kitu gani kilichowapeleka motoni? Watu wa motoni watasema sababu 4 zimetufikisha hapa leo motoni. Sababu ya kwanza, hatukuwa miongoni mwa wenye kuswali. Hiyo ndiyo siku ya kwanza ya ziara Mikumi ilivyofungwa kwa historia. Siku iliyofuata safari ikaelekea upande mwingine wa Morogoro, kutoka Mikumi kuelekea Ifakara katika wilaya ya Kilombero, safari yenye umbali lakini iliyobeba mapokezi mapya. Ifakara ilimpokea Sheikh Nuruddin Kishki kwa heshima kubwa. Viongozi wa jeshi la polisi walikuwepo kumpokea, na Sheikh alifika hadi katika ofisi ya mkuu wa polisi wilaya ya Kilombero, OCD Diventin J. Nyahoro, na kufanya naye mazungumzo machache yaliyoashiria kumkaribisha na kumhakikishia usalama. Sheikh, umekuwa mshirika wetu sana wa karibu, hususan kwenye mambo yanayohusu jamii, ambayo sisi kama uongozi wa polisi kwa niaba ya kamanda wa polisi wa mkoa, ambaye naye nafikiri angependa sana kufika, lakini inshallah kama kesho Mungu akisaidia anaweza akafika naye pia akaungana na sisi. Tunakushukuru sana kwa pale unapotoa na inafikia jamii inajisikia yenye faraja. Baada ya ukaribisho huo, na Sheikh Kishki akanena machache kwa OCD huyo. Na appreciate kwa kweli, jeshi letu liko vizuri, liko mstari wa mbele katika kutumikia jamii na kuisaidia jamii kwa namna moja ama nyingine. Baada ya hapo safari ya dawa ikaendelea kuelekea Mbingu,
eneo lililopo katika halmashauri ya Mlimba. Safari kutoka Ifakara kuelekea Mbingu haikuwa safari ya kawaida. Ilikuwa ni safari iliyohitaji subira, moyo wa uvumilivu na nia kufikisha ujumbe. Njia ndefu ya vumbi ilijinyosha mbele yao mithili ya mkeka wa udongo uliotandikwa katikati ya mashamba na vijiji. Kila gari lililopita lilipoikanyaga barabara hiyo changarawe na udongo, nyuma yake liliacha wingu la vumbi likipaa juu angani, kana kwamba ardhi yenyewe ilikuwa ikitoa salamu ya kuwakaribisha wageni wake. Magari yaliposonga mbele, vumbi likapaa, likatanda hewani, likafunika mazingira kwa muda, lakini haikuzima nia ya shekhe kuwafikia wananchi waliokuwa wakisubiri ujio wake wenye ujumbe wa kiroho kwake. Waislamu wa huko walikuwa na maana kubwa zaidi kuliko adha za barabara, hivyo alipambana, hatimaye akafika. Huko napo kulikuwa na sura nyingine ya mapokezi. Umati mkubwa wa wananchi, viongozi wa jeshi la polisi walikusanyika kumpokea shekhe kwa furaha kubwa, na kama ilivyo kawaida yake, Sheikh Kishki hakusimama tu kutoa maneno. Alijenga daraja la ilmu na uhusiano kati yake na hadhira. Bwana Mtume anasema, anayetaka nyumba ya kwanza iliyopo mwanzoni mwa pepo, basi anihakikishie aache kubishana. Siku iliyofuata Mbingu ikawa tena kitovu cha tukio kubwa zaidi. Safari hii ilikuwa ni mashindano ya Qur'ani yaliyoandaliwa na jeshi la polisi pamoja na wadau mbalimbali chini ya kamanda Patrick Stanley ambaye ni inspekta mkaguzi wa polisi kata ya Mbingu. Sheikh Nuruddin Kishki akiwa mgeni rasmi alishiriki katika hafla iliyokutanisha viongozi wakubwa wa jeshi la polisi mkoani Morogoro, wakiwemo mkuu wa polisi wilaya ya Kilombero Divent Nyahoro pamoja na mkuu wa jeshi la polisi Morogoro ACP Andrew Kantimbo. Katika mashindano hayo viongozi mbalimbali walipata nafasi ya kuzungumza, lakini kwanza akapata nafasi ya kuzungumza mwenye jambo lake, inspekta mkaguzi wa polisi kata ya Mbingu Patrick Stanley. Ninawashukuru sana waumini wote na wasio waumini wa dini ya Kiislamu kwa kuja katika mashindano haya. Tunajua mna shughuli nyingi za kuvuna, lakini mmeacha shughuli za kuvuna mipunga, mmekuja mahali hapa kusikiliza Qur'an tukufu ikisoma. Hata hivyo, baadaye ikawa ni zamu ya mkuu wa jeshi la polisi mkoani Morogoro ACP Kantimbo, naye akanena haya. Mashindano haya yanaleta umoja. Leo ukiangalia hapa, mara nyingi ilikuwa nadra sana jeshi la polisi tumefika hapa kukaa pamoja na viongozi wa dini. Mimi wakati naongozwa nije nikaa hapa, ndio nilikuwa na sita, nilikuwa namsukumia shehe, bwana wewe kaa huko, sasa kana kiongozi mkubwa wa dini ndugu yangu Sheikh Nuruddin. Lakini sasa hivi inawezekana, mpaka nikasema nisingekuja na hizi uniform ni lakini sasa hivi inawezekana, na natakiwa nivae hivi kweli kweli ili nionekane sasa polisi tuko pamoja na viongozi wetu wa dini, tuko pamoja na wananchi. Kwa hiyo analeta upendo mkubwa. Hata hivyo, Sheikh Nuruddin Kishki baada ya kuzungumza hakudinda kukoma kulimwagia sifa jeshi la polisi kwa kazi kubwa wanazofanya. RPC mimi nawapongeza sana katika mkoa huo wa Morogoro kuhakikisha mnapambana na mmomonyoko wa maadili. Jamii iliyokosa maadili imekosa kila kitu. Baada ya kumalizika kwa hotuba yake hiyo, ilikuwa ni muda wa kuaga, lakini kabla ya kuondoka, wananchi waliokuwa wamevutiwa na uwepo wake, elimu yake na unyenyekevu wake walimzawadia zawadi ya asili ya mkungu wa ndizi. Zawadi ndogo kwa ukubwa, lakini kubwa kwa maana. Ilikuwa ni ishara ya upendo, heshima na shukurani kutoka kwa wenyeji wa Morogoro. Hivyo ndivyo pazia la ziara hii lilivyofungwa. Ziara ya Sheikh Nuruddin Kishki mkoani Morogoro haikuwa safari ya kawaida ya kupita katika maeneo mbalimbali tu, bali ilikuwa ni safari iliyoacha alama katika nyoyo za watu. Ilikuwa ni ziara iliyobeba elimu, mawaidha, kuimarisha upendo na kuwakutanisha watu pamoja katika kheri. Sheikh Kishki ni miongoni mwa mashehe wachache wanaozunguka sehemu mbalimbali ndani na nje ya Tanzania, na kila anapokanyaga ardhi ya mji fulani huwa kama kengele ya kuamsha hamasa. Watu hujitokeza kwa wingi wakitamani kumsikiliza na kunufaika na maneno yake. Maarufu wake hujajengwa na sauti pekee, bali umejengwa na ujumbe anaobeba, namna anavyowafikia watu na mapenzi makubwa alionayo kwa dawa. Wengine ambao hawakuwahi kupata nafasi ya kumwona sako kwa bako, wajihi kwa wajihi, walipata fursa hiyo kupitia ziara hii, wakashuhudia kwa macho yao kile walichokuwa kikisikia kwa kitambo. Na hivi ndivyo safari ya kidawa ya Sheikh Nuruddin Kishki mkoani Morogoro ilivyofungwa. Asante kwa kuwa nami. Ndimi Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Kishki TV.
nuru ya dini yako.